Mwaka 2025 kumefanyika tukio kubwa na la kihistoria kwa mamlaka yetu mpya, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi, ambako Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amezindua bodi ya wakurugenzi. Lakini pia pamoja na kuzindua bodi ya wakurugenzi, amezindua muongozo wa watoa huduma kwa wawekezaji, na hawa kwa Kiingereza tunawaita investment service providers. Ni wadau, wanasheria, wahasibu ambao wanawasaidia, wamekuwa na tabia au kazi ya kuwasaidia wawekezaji kwenye shughuli zao. Tumeamua kuwaleta wote kwenye mwamvuli mmoja chini ya mamlaka, tuwape leseni, tuweze kuwapa mafunzo na kuhakikisha kwamba huduma wanazozitoa kwa wawekezaji ziko sawa, zinaendana na sheria, lakini pia hazituharibii taswira nzima ya nchi. Na hawa ni namna mojawapo ya kuwawezesha, lakini pia kuwadhibiti, ili kuhakikisha kwamba hakuna utapeli au kuharibu taswira nzima ya nchi inayotokea na wale wanaowahudumia wawekezaji. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi amepata nafasi ya kuzungumza na wawekezaji kwa mara ya kwanza tangu ateuliwe tena na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, na amewahakikishia mazingira bora, mazingira salama, usalama wa kwao, usalama wa wawekezaji wao, lakini pia maboresho ya mazingira ya uwekezaji nchini na pia huduma bora kupitia mamlaka yetu ya TISEZA. Lakini pia kama tulivyomsikiliza Mheshimiwa Waziri, ametupa malengo ikiwemo kuhakikisha kwamba tunakuwa wabunifu katika kutoa huduma hasa kwa wawekezaji vijana na kutenga maeneo ambayo ameainisha yatakayofaa kwa ajili ya uwekezaji na kuwasaidia vijana kuanzisha uwekezaji na kutengeneza ajira nchini. Kwa wale watoa huduma wa sheria kuna kada mbalimbali. Leo tumetoa leseni za kwanza kwa watoa huduma 80. Kwa hiyo kuna makampuni ambao ni wanasheria, makampuni yanayotoa huduma za uhasibu, tuna kampuni zinazotoa huduma za tafiti. Kwa hawa wote kwa mara zote huwa wanatoa huduma kwa wawekezaji. Wawekezaji wengi wanaokuja hapa nchini wanatafuta mwanasheria kwa ajili ya kumsajilia biashara yake na mambo mengine. Na wamekuwa wakiyafanya haya kama majukumu yao ya kila siku, lakini bila uangalizi au usimamizi wa mamlaka yoyote, ukiacha maeneo yao ya kitaalamu. Na sisi kwetu inatuletea changamoto kidogo, kwa sababu wakati mwingine mwekezaji anakuja anapewa taarifa ambazo si sahihi na mwanasheria, au anapewa taarifa ambazo si sahihi na mhasibu, na hatuna namna ya kumdhibiti, kumwadhibu, kumrekebisha au kumuelimisha. Kwa tumewaleta ndani ya mwamvuli wetu moja, tuwape mafunzo kila miezi mitatu. Tunatakiwa kupita kwenye mafunzo ya kujua sheria, kujua taratibu, kujua vivutio, kujua maboresho ambayo serikali inayafanya kwenye mazingira ya uwekezaji. Lakini pia baada ya hapo watakuwa mabalozi wetu sasa kwa wawekezaji. Na hili tutakuwa tunatoa leseni ya kila mwaka, na kila mwaka tutaangalia ufanyaji kazi wake na kuangalia namna ya kurekebisha. Kituo ambacho Mheshimiwa Waziri wa Nchi ametupa jukumu la kukianzisha kabla ya mwisho wa mwaka, kwa Kiingereza kinaitwa Youth Investment Resource Center. Tunataka wawekezaji na vijana wote nchini wanaotaka kufanya uwekezaji wapate sehemu ya kwenda kuuliza, kupata elimu, kupata mitaji, kupata ardhi na kuweza kuanzisha uwekezaji wako. Kwa hiyo yupo kijana ambaye anaweza kufanya uwekezaji, amemaliza chuo kikuu, amemaliza diploma, amemaliza VETA, anataka kuanzisha kampuni yake, hana ardhi. Aje TISEZA, atapewa ardhi kwenye maeneo ambayo Mheshimiwa Waziri ameyatenga kwa ajili ya vijana. Hajui namna ya kuandika andiko la biashara, ataunganishwa na mtu ambaye anaweza kumsaidia. Hajui namna ya kupata mikopo ya benki. Tunazo benki rafiki ambazo ziko pale zinashirikiana na TISEZA kwa ajili ya kutoa huduma hii. Kwa hiyo tunataka kuagiza mashine kutoka nje ya nchi ya kutengeneza bidhaa fulani. Hajui aanzie wapi. Pale kitakuwa kituo cha pamoja cha kuhakikisha taarifa hizi zote wanazipata, na bado akizalisha bidhaa zake anataka kwenda kuuza kwenye nchi nyingine, hajui anaingiaje kwenye hilo soko. Huduma kamili atakuwa anaipata katika mamlaka yetu ya TISEZA, na ametupa lengo la kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu kituo hiki kikiwa kimeanzishwa, kitakuwa pale Mabibo kwa kuanzia, lakini pia tutahakikisha huduma hii inapatikana nchi nzima kupitia ofisi zetu za kanda, lakini ofisi zetu za mikoa.